Karibu Mtungini kupitia Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, uchambuzi na maarifa. Mimi ni Yohana Mashauri. Naibu Waziri wa Ujenzi Engineer Geoffrey Kasekenya amempongeza mkandarasi Rocktronic kwa kukamilisha ujenzi kwa wakati wa daraja la Minjingu katika mto wa Mlungu, barabara ya Arusha kwenda Babati mkoani Manyara. Akizungumza baada ya kukagua ujenzi wa barabara hiyo na madaraja mkoani Manyara Januari 12 mwaka 2026, Engineer Kasekenya amesema kuwa hatua ya kukamilisha miradi kwa wakati na ubora inaongeza imani kwa serikali kwa wakandarasi wa ndani na wasimamizi wa miradi. Baada ya kukagua lakini pia kupata maelezo yako ya jinsi mradi ulivyotekelezwa, mimi nadhani nianze tu kwanza kumpongeza mkandarasi aliyejenga ama aliyetekeleza huu mradi ambaye ni mkandarasi Rocktronic. Awali umesema alikuwa na miradi mitatu katika mkoa wako wa Manyara, na bahati nzuri miradi yote yamekwenda vizuri, na lazima nikiri ni mkandarasi ambaye alikuwa na rekodi nzuri kwenye miradi na hasa hii ya madaraja. Naibu Waziri Kasekenya yuko katika ziara maalum ya kukagua miundombinu ya barabara na madaraja katika mikoa ya Arusha pamoja na Manyara. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspa Muya amemtaka kamishna msaidizi wa ardhi mkoani Tabora kuhakikisha wananchi waliokamilisha taratibu za kumilikishwa ardhi wanapatiwa hatimiliki zao. Mheshimiwa Kaspa Muya ametoa agizo hilo akiwa mkoani Tabora katika ziara yake ya kikazi mkoani humo wakati wa kikao chake na watumishi wa sekta ya ardhi, kikiwa na lengo la kuwakumbusha utekelezaji wa majukumu yao kwa kuzingatia maadili ya kazi katika utumishi wa umma. Akizungumza wakati wa kikao hicho, Mheshimiwa Kaspa Muya ameonyesha kutoridhishwa na mwenendo wa utoaji wa hatimiliki za ardhi kwa wananchi licha ya kukamilishwa kwa taratibu zote za kumilikishwa ardhi. Kupata hati ya kiwanja iwe kama kutafuta Tanzanite au dhahabu nchi hii. Yaani mtu ambaye amekuja kuomba hati amefuata vigezo vyote vilivyotakiwa, inakuwaje inamchukua miaka 2 kupata hati? Kamishna, na kuomba hili jambo ujue, nikija kwenye ziara, kwenye vikao vyangu, nikapata lalamiko lolote linaloendana na mtu hajapata hati yake, sitakuwa na huruma na mtu. Jana ametimiza vigezo vyote na we bado unamwambia mtandao haupatikani. Si mtandao leo hakuna. Toka 2023, 21, 2010 ngapi mtandao haupatikani. Huo mtandao utapatikana siku hiyo hiyo, na wewe ndio utakuwa siku yako ya mwisho kufanya kazi Wizara ya Ardhi. Na sasa tuangazie katika habari za biashara. Vijana halmashauri ya Namtumbo mkoa wa Ruvuma wameomba serikali kuongeza asilimia za mikopo ambayo wanaitoa kwa sasa kupitia halmashauri mbalimbali nchini ili kutokana na kuwepo kwa ongezeko la uhitaji mkubwa kwa jamii. Hayo yamezungumzwa Januari 12 mwaka 2026 ambapo kwa niaba wana kikundi kutoka kikundi cha Upendo Bomani, Rashid Boimanda ambaye ni katibu mkuu wa kikundi hicho amesema mikopo hiyo imeongezea uhakika wa kufanya kazi kwa kununua vifaa mbalimbali na kuwawezesha kufanya kazi kwa uharaka zaidi. Majina naitwa Mashaka Rashid Boimanda, ni katibu wa kikundi cha Upendo Bomani ambacho makao yake makuu ni hapa halmashauri ya wilaya Namtumbo. Kwa sisi kama kikundi cha Upendo Bomani tunajivunia kwa nafasi ya serikali ya kutoa hii mikopo ya 10% kwa kutuwezesha sisi wajasiriamali, hasa sisi katika kikundi chetu tunajihusisha na ufundi wa sofa na furniture kwa ujumla. Wito wangu upo sehemu mbili. Kwanza, kwa serikali inatakiwa waongeze bajeti zaidi kwa sababu mahitaji ni mengi na vijana bado ni wengi, umeshaona, na vikundi bado viko vingi vinahitaji, maana hata sisi wenyewe pia bado tunahitaji tena zaidi hapo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya Namtumbo Musa Mumina amewapongeza wananchi kwa kuwa na mwitikio, huku akiwataja kundi la kina mama wamekuwa wakiongoza katika kukimbilia fursa hizo. Kwanza wanawake si ndio wengi, alafu wanawake katika kila jambo yani wako mstari wa mbele, kwa hiyo wanawake wako wengi katika uchukuaji wa mikopo. Wito wangu, kila mmoja achukue mkopo kwa malengo na afanye yale malengo kwa uaminifu
na arejeshe fedha zinazotakiwa, maana bado ni fedha za serikali, na kwa bahati mbaya fedha hizo hazitapotea. Yaani azunguke atakavyozunguka, kama ana nia mbaya tutazichukua tu. Na sasa tuangazie habari kimataifa. Mvua ya barafu imesababisha kufungwa kwa shule katika baadhi ya miji nchini Ujerumani na kusitishwa kwa safari za ndege katika viwanja tofauti tofauti. Zaidi ya safari 100 za ndege katika uwanja wa ndege wa Frankfurt zimesitishwa pamoja na kufungwa kwa shule katika majimbo kadhaa, huku mamlaka zikionya kuhusu hali ya usafiri inayoweza kuhatarisha maisha. Mamlaka ya hali ya hewa Ujerumani imetoa onyo kwa maeneo makubwa ya nchi hiyo baada ya dhoruba iitwayo Gunda kusababisha mvua kubwa yenye barafu. Wataalamu wa hali ya hewa nchini Ujerumani wameelezea hatua hiyo kama dharura kubwa ya mabadiliko. Aidha, madereva wameshauriwa kuepuka safari ikiwa inawezekana, lakini kama ni lazima kusafiri, wahakikishe magari yao yana mafuta ya kutosha na wabebe blanketi pamoja na vinywaji vya moto. Kwa sasa wanafunzi wa majimbo ya North Rhine-Westphalia, Lower Saxony pamoja na Bremen wanaendelea na masomo kwa njia ya mtandao. Nalo shirika la reli la Ujerumani limeahirisha safari katika majimbo kadhaa, ikiwemo safari kati ya Hannover kwenda Frankfurt. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Open Online Media, na kwa hayo tunafunga duru ya mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook pamoja na YouTube, bila kusahau kutufuatia kupitia tovuti ya openmedia.co.tz. Mimi ni Yohana Mashauri, Open Online Media.